Mheshimiwa Waziri, hija ni miongoni mwa nguzo tano za Uislamu na ni ibada inayohitaji maandalizi ya kina, usimamizi makini na utekelezaji unaozingatia masharti ya sheria na ustawi wa mahujaji. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qur'an, natimizeni hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Suratul Baqara aya 196. Aya hii inatukumbusha kuwa hija si ibada ya kiroho pekee, bali pia ni amana ya kitaasisi inayohitaji kutekelezwa kwa uwajibikaji, uwazi na uadilifu, na kwa kuzingatia haki za mahujaji, taasisi na kila mhusika. Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa sheria, kamisheni ina jukumu la kuratibu, kusimamia na kufanya tathmini ya utekelezaji wa shughuli za hija Zanzibar. Leo nimepata heshima ya kuwasilisha muhtasari wa ripoti kabla ya mwenyekiti wa kamisheni kukukabidhi rasmi ripoti hiyo ya hija. Mheshimiwa Waziri, kwa miaka mingi kamisheni ilikuwa imejikita katika jukumu la kuwezesha au facilitation ya huduma za hija. Mfumo huo umechangia mafanikio makubwa katika sekta ya hija Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, na kufungua mlango wa mfuko wa hija na ziara na utalii wa Kiislamu. Hata hivyo, mabadiliko ya kimfumo yanayotolewa na serikali ya Saudi Arabia yameweka mazingira mapya yanayohitaji kamisheni kuimarisha zaidi jukumu lake la uratibu na usimamizi, hasa ukizingatia kuwa shughuli za hija kwa sasa hivi ni shughuli za mwaka mzima na sio za kipindi kidogo pengine baada ya Ramadhani. Hivyo, kamisheni inaingia katika hatua mpya ya kuhakikisha mfumo wa hija unakuwa wa kitaasisi zaidi, wenye uwazi wa gharama, viwango vinavyolingana vya huduma, kwa kuzingatia daraja na uwajibikaji wa pamoja kati ya wahusika wote. Hatua hii haikusudii kupunguza nafasi ya taasisi za hija, bali kuimarisha usawa, ushindani wa haki na ulinzi wa maslahi ya mahujaji, viongozi na wahusika wote wa hija. Mheshimiwa Waziri, kwa kufanikisha hilo, kamisheni kwa kushirikiana na wizara imeandaa mwongozo mpya wa uratibu wa usimamizi wa huduma za hija unaolenga kuweka uwazi wa gharama, viwango vya huduma, mikataba ya wazi, ukaguzi wa huduma na mfumo wa kushughulikia malalamiko. Mwongozo huo utaimarisha ushindani wa haki na kuongeza ubora wa huduma. Mheshimiwa Waziri, katika hija ya mwaka huu, jumla ya mahujaji 4,000 pamoja na viongozi 40 wa Tanzania walitekeleza ibada ya hija, ukilinganisha na mahujaji 3,600 waliotekeleza kwa mwaka jana. Wanawake walikuwa ni 2,070 sawa na asilimia 51.75, na wanaume walikuwa ni 1,930 sawa na asilimia 48.25. Kwa upande wa usimamizi, mashirika ya Zanzibar yaliwahudumia mahujaji 2,652 sawa na asilimia 66.3, huku taasisi za Tanzania bara zikiwa na mahujaji 1,348 sawa na asilimia 33.7. Hii inaonyesha mchango mkubwa wa taasisi za Zanzibar katika huduma za hija. Mheshimiwa Waziri, mahujaji walikuwa katika umri na rika tofauti. Kulikuwa kuna rika la watoto waliokuwa chini ya umri wa miaka 17, kulikuwa na rika la vijana, lakini vile vile watu wazima. Zaidi ya asilimia 37.5 ya mahujaji walikuwa na umri wa miaka 60 na kuendelea. Jambo hilo linasisitiza umuhimu wa kuimarisha huduma mahsusi za afya, uangalizi wa wazee na maandalizi ya kitabibu kabla ya safari. Mheshimiwa Waziri, uchambuzi wa hali ya kijamii na kiuchumi unaonesha kuwa wastaafu walikuwa ni asilimia 29.1, wafanya biashara walikuwa ni asilimia 24, waajiriwa wa serikali walikuwa ni asilimia 19, na sekta binafsi walikuwa ni asilimia 16.5, na makundi mengine walikuwa ni asilimia 11.4. Hali hii inaonyesha mchango mkubwa wa ukuaji wa uchumi na mafao ya kustaafu katika upatikanaji wa fursa za hija kwa wananchi wetu. Aidha, kunaonyesha umuhimu wa kuzingatia mapumziko maalum kwa mahujaji, hasa baada ya kurudi kwa wale ambao ni waajiriwa. Mheshimiwa Waziri,
Bado Tanzania tuna fursa ya kuhiji zaidi ya mara moja kwa wenye uwezo. Hata hivyo, mafunzo ya lazima kwa mahujaji wapya, mtaala wa pamoja wa mafunzo ya hija, kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali na kuimarisha uwezo wa walimu wa hija pamoja na viongozi wa misafara ya hija. Mheshimiwa Waziri, katika huduma za usafiri, safari 9 za moja kwa moja zilihudumia mahujaji 2562 sawa na asilimia 64, huku wengine wakitumia mashirika mengine ya ndege yakiwemo Oman Air, Egypt Air, Fly Dubai na Oman Air. Aidha, matumizi ya treni Saudi Arabia yameendelea kurahisisha ibada kwa kuzidi zaidi. Mheshimiwa Waziri, mahujaji 96.54 hawakuwa na mahitaji maalumu ya chakula, lakini tulikuwa tuna mahitaji asilimia 3.15 walihitaji lishe maalum kutokana na hali za kiafya kama kisukari, figo na shinikizo la damu. Hii inahitaji mfumo wa mapema wa taarifa za afya na mikataba ya huduma maalum, vinginevyo wanakuwa wanapata shida katika kupata huduma za chakula. Kwa upande wa afya, mahujaji wengi walikuwa salama, ingawa walitokea wagonjwa 9 waliolazwa hospitalini. Wagonjwa 47 walipatiwa huduma katika vituo vyetu vya Mina na Arafa wakati wa ibada, na mahujaji 2 walifariki dunia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalaze pahala pema. Mheshimiwa Waziri, tathmini ya ibada au tathmini ya matendo ya kiibada inaonyesha kuwa suala la tawafu kuzunguka Al-Kaaba na kusai baina ya Safa na Marwa lilitekelezwa na mahujaji 3874 sawa na asilimia 96.85 walitekeleza ibada hiyo wenyewe, huku mahujaji 126 sawa na asilimia 3.15 wakitumia vigari kutokana na uzee au changamoto za afya. Hii inaonyesha umuhimu wa tathmini ya afya kabla ya safari na maandalizi ya huduma maalum. Aidha, mahujaji waliopigiwa jamarati walikuwa wakiongezeka katika kila muda ambao tulikuwa tukikaa Mina. Siku ya mwezi 10 takriban mahujaji asilimia 8.18 walipigiwa mawe. Siku ya mwezi 11 asilimia 9.6 walipigiwa mawe, na siku ya mwezi 12 mahujaji asilimia 14.75 walipigiwa mawe. Mwenendo huu unaashiria changamoto za uchovu, maradhi na uelewa mdogo wa taratibu za kisharia. Hivyo kamisheni inapendekeza mafunzo ya vitendo yaongezwe katika wakati wa maandalizi, lakini vile vile kuwe na maandalizi maalum ya utimamu wa mwili ambapo mahujaji watatembea pengine mpaka kilomita 25, kwa sababu ni jambo ambalo linafanyika katika mpangilio wa mapema, na aidha kuwe na mpangilio wa mapema wa uwakilishi kwa wanaostahiki kusaidiwa. Mheshimiwa Waziri, mahujaji na viongozi 3626 sawa na asilimia 90 walilipiwa kuchinja kupitia mfumo rasmi wa nusuku, huku mahujaji 414 au sawa na asilimia 10 wote kutokea Tanzania bara ambao walisema wao watafunga katika mfumo wa nusuku. Kati ya hao wastani wa mahujaji 1198 walisema kwamba wamepata huduma za kuchinja kwa nusu gharama, lakini kwa kweli suala la utekelezaji wa wajibu wa kuchinjwa kwa mahujaji hao 414 unatia shaka. Mheshimiwa Waziri, kwa ujumla kwa tathmini iliyofanyika, zaidi ya nusu ya mahujaji walionyesha kuridhishwa kwao na huduma zilizotolewa, hususan katika mafunzo, afya, usafiri na uratibu. Maeneo yaliyolalamikiwa yalikuwa ni kuimarishwa ni makazi kwa upande wa Maka, chakula hasa kwa upande wa Maka, huduma za mashair hasa swala la vyoo katika Mina, katika upande wa Mina. Mheshimiwa Waziri, gharama za hija kwa mwaka huu zilikuwa ni $5293, ingawa kulikuwa kuna ofa ya $5100, na gharama za juu zilikuwa ni $6454 kwa daraja D, pakiwa na tofauti
ya wastani wa dola 1461 kutokana na huduma mbalimbali zilizokuwa zikitolewa, hasa suala la chakula na pengine suala la makazi. Aidha, walikuwepo mahujaji 50 ambao walichukua huduma maalumu za mahema ya class A kwa upande wa Mina na Arafa, na ambao walilazimika kuongeza gharama zake, kwa sababu huduma za class A mahema yake yanakuwa ni dola 1500, wakati mahema ya kawaida gharama zake ni dola 1032. Mheshimiwa Waziri, huduma za hija kwa mwaka 1448 au sawa na mwaka 2027 yameshaanza tokea mwezi 12 mfunguo 3, na jana tu kulikuwa na warsha ya kimtandao kuhusiana na maandalizi ya hija hiyo ambazo ofisi zote za hija ulimwenguni zilishiriki. Idadi ya mahujaji ambayo inatarajiwa kwa Tanzania ni kufikia mahujaji 4000. Hivyo maandalizi ya mapema yanahitajika, ikiwemo kuwashajiisha wote ambao wana nia ya kutekeleza ibada za hija kwenda kujiandikisha mapema na kuanza kulipia. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa mfuko wa hija umeendelea kukua ukiwa sasa hivi na wanachama 45 na akiba ya zaidi ya milioni 45.39 pamoja na dola za Kimarekani 5558, na tayari umewezesha mwanachama wa kwanza kuhiji kupitia mfuko huo. Aidha, katika eneo la ziara za kidini na utalii wa Kiislamu, tayari taarifa za misikiti mikongwe 51 na wasifu wa mashehe 7 mashuhuri zimekusanywa na kuhifadhiwa na zinakamilishwa ili kuwekwa vizuri kwa maendeleo ya utalii wa Kiislamu Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, tunapenda kutoa shukurani za dhati kwako wewe binafsi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Hija na Umra ya Saudi Arabia, Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, pamoja na mashirika na taasisi zote za hija. Nimalizie kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja wenu ni mchunga na ataulizwa kuhusiana na kile alichokichunga. Kwa pamoja tuendeleze kujenga mfumo wa hija ulio bora zaidi, wenye uwazi, uwajibikaji na huduma zinazokidhi matarajio ya mahujaji wetu na taifa letu. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima kubwa sasa namkaribisha Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, Profesa Isa Haji Zidi, ili azungumze chochote, kisha akukabidhi rasmi ripoti ya hija ya mwaka 1447 sawa na 2026 na kukukaribisha ili utoe nasaha zako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.